Ndugu zangu ni katika imani, kama nisije nikapitisha wakati, nimepewa kazi ya kuwanasihi, na nasaha yangu ya leo kila mmoja hapa pamoja na mimi, sote hakuna mtu ambaye hataki maisha mazuri. Kila mmoja hapa ataka maisha yake yawe smart. Kila mmoja ataka mambo yake yanyooke. Kila mmoja ataka mambo yake yote yawe ni ya kheri. Hakuna mwanadamu ambaye kwamba hataki mambo yake yawe vibaya. Ama yupo? Kuna mtu ataka hapa mambo yake yawe ya shari, asipate riziki, mambo yake yavurugike. Kila mmoja ataka hapa mambo yake yawe vizuri. Sasa ili mambo yetu yawe mazuri, kuna jambo moja Allah subhanahu wa ta'ala ametutangazia ndani ya Qur'an, na jambo hili amelitangaza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya suratul Baqarah, pale aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapotuletea miezi mitakatifu, anatutaka tuwe wacha Mungu, anatutaka tuwe wanyenyekevu, anatutaka tuwe ni wenye kutekeleza maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala, ili atupe maisha mazuri, ili mambo yetu yawe smart. Lazima tuwe na takwa Allah katika maisha yetu, katika life zetu. Ima wewe ni mzee, ima wewe ni kijana, ima wewe ni mama au dada, basi natakiwa ujipambe na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukijipamba na takwa Allah, tutapata maisha mazuri hapa duniani. Akhira tutaingia janna na certificate ya takwa Allah. Sayyidina Umar aliulizwa siku moja, ni nini maana ya takwa Allah? Sayyidina Umar akasema, at-taqwa al-khawfu min al-jalil. Takwa ni mtu kuwa na hofu na Allah. Leo mtoto wako unapomsomea mambo ambayo kwamba huyataki, basi anakuwa makini na yale mambo ambayo kwamba huyataki, na ukimuamrisha yale mambo ambayo kwamba wewe wayataka, basi atayafanyia bidii, atayafanyia juhudi. Basi na vile vile mimi na wewe, katika yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyotuamrisha na aliyotukataza, basi tusiwe na pupa ya kuyafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyotukataza. Tuwe na pupa na yale aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ogopa Mwenyezi Mungu asikupate katika yale ambayo amekukataza. Kama vile mtoto anavoogopa anapokosea, akawa anatetemeka, leo nitachapwa na baba, basi vile vile uogope adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala asikupate katika makatazo aliyokukataza. Sayyidina Umar akasema, jambo lingine takwa Allah wal amalu bin tanzil, kukifanyia kazi kitabu cha Allah. Kukifanyia kazi ni kufuata yale yaliyoamrishwa ndani ya Qur'an na kuyaacha yale yaliyokatazwa na Qur'an. Kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo nani alfajiri amekishika kitabu cha Allah akakisoma? Tuinue mkono. Mimi nimeinua. Leo ni nani amesoma alfajiri? Baada ya alfajiri amesoma kitabu cha Allah. Masha Allah, jipe kongole, kwa sababu leo waislamu wengi wameghafilika na kitabu cha al-Qur'an. Qur'ani tuisoma katika mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake, lakini katika miezi mingine hatuisomi. Na kuna watu hapa huu mwaka utaisha, tutaingia Ramadhani, ndo atashtuka kweli kuna Qur'an, kuna kitabu cha Allah, ndo atafungua ataanza kusoma. Tusomeni Qur'an, sababu kusoma Qur'an ni miongoni mwa sifa za wacha Mungu. Jambo lingine la tatu, asema Umar, waridha bil qalil. Inatakiwa mtu aridhike na kile alichopewa na Allah, utosheke na kile alichokupa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. La in shakartum la azidannakum. Sio Allah anatuambia mkishukuru Allah atakuzidishieni, lakini mkikufuru neema za Allah, Allah atakuadhibu, anakusubiri apate kukuadhibu. Kwa hivyo tuweni wingi wenye kushukuru. Wewe kijana, wewe mzee, ile riziki Allah amekujalia kidogo, sema alhamdulillah, shukuru na Allah atakuzidishia riziki. Kisha Sayyidina Umar akasema jambo lingine, wal istidadi
liyaumi rahil, kufanya maandalizi kwa ajili ya safari ya kesho. Jamani, hapa sote ni wageni, sote hapa tunapita, hakuna mwenyeji katika dunia. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith asema tuishi kama vile wapita njia, tuishi kama vile mgeni. Lakini leo sisi tuishi kama wenyeji. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, almautu yati baghtata, mauti yanakuja ghafla. Mauti hayana ripoti kwamba bana kesho utakufa, hakuna. Leo tumesikia kuna ndugu yetu ametuondokea, ametutangulia, alikuwa hajui malasaf. Kuna jamaa mmoja, ndugu yangu, rafiki yangu, nilikuwa nazungumza naye, ananiambia huyu jamaa jana amenipita jioni, tukafanyiana matani, saa hii usiku mimi nimepata ripoti yake, sijui amepata usiku au ni asubuhi. Ameshangaa. Lakini almautu yati baghtata, mauti yanakuja ghafla, mauti hayana habari. Kwa hivyo tunapaswa tuishi kwa tahadhari na tukifanya maandalizi, na maandalizi bora ni kumcha Allahu subhanahu wa ta'ala. Nisije tayari huenda nishapitisha wakati, nimalizie na aya maneno ya Allahu subhanahu wa ta'ala, atuambia waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mkimcha Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah atakuondosheeni katika majanga, Allah atakutafutia njia ya kutoka katika dhiki. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, na atakupa riziki. Riziki hiyo itakuja bila wewe kujua riziki hii imetokea wapi. Leo sisi tunaenda mbio, sisi leo tuangangana kwa mashekhe, shekhe nisomee, mambo yangu haendi sawa, mambo yangu haendi vizuri. Mimi huwa nawauliza, ikhwa, unaswali? Unasimamisha swala 5? Wengi tunakutana nao hawaswali, wengi tunakutana wao ni tarku salah, wengi tunakutana nao swala yao za faradhi, swala yao si zao, swala yao ya faradhi ni swala moja, salatul jumaa. Kesho atanikimbilia, ustadhi, wajua kazini kule kuna changamoto, kuna nini, maisha yangu sasa siyaelewi. Lakini tizama ibada zake, tizama mahusiano yake na Allah, si mazuri. Kwa hivyo tukimcha Allahu subhanahu wa ta'ala kisawasawa, Allah atatutoa katika dhiki na riziki zetu zitakuja kwa urahisi. Tuache kupapatika na kuendea watu ambao kwamba hawana nguvu yoyote, wao pia wanamkimbilia Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahi, tukimcha Allah vizuri, Allah atatupa riziki kama vile anavyomruzuku ndege. Ndege akitoka asubuhi hajui atapata kitu wapi, yuatoka na anatawakali kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, jioni akirudi ameshiba. Tumcheni Allahu subhanahu wa ta'ala. Waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, tukimcha Allah atajalia mambo yetu mepesi, rahisi. Kwa hivyo leo sisi twalalamika maisha ni magumu, twalalamika mambo yetu ni mazito, lakini ni kwa sababu sisi hatumchi Allahu subhanahu wa ta'ala kisawasawa. Naona nimevuka, naomba meza kuu nisamehe kama nimekosea. Inshallah mtanisamehe kama nimekosea mahali. Kuna watu wamenizidi kielimu, baadaye watakuwa ni wenye kunikumbusha.